Umenikimbia? Sawa, utaona. Na ukirudi leo mundani ulali. Na kwa maana ukirudi hapa ndani ulali. Iko hapo mama wangu. Siwezi kukimbia mimi nilijua umenikimbia bwana. Siwezi kukimbia mama. Hali nilikuwa nishakasirika. Hapa nyesha mvua ya moto mama, siwezi kukimbia. Baba naomba nisamee babangu. Baba naomba nisamee. Zangu nisamee. Naomba nisamee. Wewe kijana, fumba mdomo wako. Hiki ulichokiona hapa baki nacho moyoni mwako. Ndio mzee wangu. Usije ukathubutu kukizungumza popote pale. Umeelewa? Ndio mzee wangu. Atoka hapa. Toka!
Sasa umenipiga nimekukosea nini? Wewe, Mishkibiwi. Kijana, ujio wako katika kijiji chetu ni hatari kubwa sana. Hivyo basi, na kuamuru rudi ulikotoka. Sio nikarudi, kwa sababu kijiji ni cha kwetu na mimi ni mzao hapa. Nimekuja kuiona familia yangu. Sinaga kawaida ya kubishana na mbuzi wadogo kama wewe. Ili kuyanusuru maisha yako, rudi ulikotoka. Oa mzee, wewe ni nani? Na kwa nini unanizuia nisiingie kwenye kijiji chetu? Nimekuja kuiona familia yangu. Mimi ndiyo mwenye kutoa ruhusa nani aingie katika kijiji chetu na nani asiingie. Kwa mara ya mwisho, kabla sijatoa hiyo roho yako, ili uyanusuru maisha yako, geuka, rudi ulikotoka. Nisikilize, sirudi. Nimeshaamua, lazima nifike na kwenda kwa familia yangu. Alafu sintishe, nimekutana na vibwanga kibao huko njiani, ni lazima nifike na kwenda. Ameanguka kule, kuna watu kibao hapo kule. Wewe nyamaza kwanza. Wewe Popo umemwona wapi? Kule bondeni. Mkuta ameanguka Popo. Sio amekufa, hata kupumua apumue. Wewe umemwona kweli Popo? Kweli bondeni kule Popo. Twende. Yaani mimi nilikuwa natoka naenda kwenye mishimishi zangu. Nashangaa kijana kaja na hema. Vipi Popo dada? Popo kafanyaje? Popo tumemkuta huko chini kadondoka. Jamani, Popo huyu kajaje bila mimi kunipa taarifa? Basi sawa, twende. Ndio nikaenda tena nikakutana na hayo majanga. Habari za hapa kijijini zinanishangaza. Popo ameondoka mjini kiroho safi. Oya bro, naenda kijijini kumsalimia dada, nikarekebisha hata mazingira ya kaburi kwa mzee wangu. Angalia tena mashamba, miti, kupruni nini. Unaniambia hata hajafika nyumbani ese. Shida ni nini yani? Mbona kijiji kimezidi? Sasa amemkosea nani? Tatizo ni nini? Yule kaondoka kijijini muda na nina uhakika huko hana shida na mtu yoyote.
Yaani hichi kijiji kiukweli, ndugu yangu, natakiwa uwe makini kabisa. Sasa hichi kijiji kuna watu wanaumiliki mji, wanataka kuufanya wa kwao. Yaani kama tunatawaliwa. Kwa hiyo cha msingi ninachokushauri, kijiji cha zamani wakati mnatoka na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Yaani sasa hivi uchawi ni huko nje. Kwa hiyo sitaki nikawapoteza wote wawili kwa sababu hata huyu hatujui lililomkuta. Dada, mimi na uhakika katika familia yetu hakuna hata mmoja alishawahi kuishi vibaya na majirani. Cha kwanza, hata marehemu baba yetu tulikuwa tunaona mfano mzuri jinsi anavyoishi. Unanishangaza unavyoniambia Popo hata nyumbani hajafika, alafu eti ni marehemu. Yaani hichi kijiji na sisi hatuna bifu. Dada, wewe mwenyewe unaelewa. Mimi naomba tujipe tu muda kwa sababu hakuna siri. Hiki ni kifo. Ni kitu kizito sana. Kwa hiyo lazima tu tutajua kama kuna tatizo. Tutajua. Hakuna siri. Kwa hiyo ninachokushauri kakaangu, nataka uwe mpole. Kwa sababu sasa hivi hapa hatujajua kilichomtoa ndugu yetu. Kwa hiyo sasa sitaki ni wakose wote wawili. Sawa? Yaani nahitaji uwe mtulivu kabisa. Sitaki maneno kabisa. Nilebakia na wewe ndo nakutazama kama jicho. Sitaki anikute mingine. Sawa? Dada yangu, sikiza nikwambie. Tuachane na hayo. Ndugu yetu tumeshamkosa, sawa, lakini tumebaki mimi na wewe. Vipi kuhusiana na mali na rasilimali alizoacha baba? Hapo ndo uliposema sasa. Mashamba yapo, lakini sasa kuna mzee pale kaingilia mpakani kwetu. Kavuka mpaka. Kwa hiyo sasa bora hata ulivyokuja wewe mwanaume, maana peke yangu mimi mwanamke siwezi. Kwa hiyo bora ulivyokuja na wewe, huenda tukiwa wawili kutakuwa kuna nguvu fulani. Tuende tukaangalie tunafanyaje ndugu yangu. Lakini sitaki kabisa kugombane na watu, sitaki. Sijui unanielewa? Yaani wamiliki shamba, wamiliki roho za watu, bado wamiliki familia. Watumiliki familia nzima, au sio? Dadangu, twende tukarekebishe kwanza walipokosea. Twende kanionyeshe mpaka uliosogezwa. Wewe tena na ukorofi wako. Haya twende. Hapa mpaka yetu kuanzia hapo mpaka kule mwisho kwenye ile njia kwa mujibu wa marehemu baba. Kwa mujibu wa mzee Ng'oma ndio tumefikia hapa kwenye nyumba. Nini maana ya wewe kuaminiwa na marehemu baba yetu? Alikuamini kwa sababu aliamini kwamba wewe ni mtu mzima, una akili, unaweza kucontrol mali na vitu vyovyote ambavyo amekuachia. Sisi tumetoka kutafuta ili kuendeleza vilivyopo. Ndio iliyotoboka huo inavuja. Sasa umebaki nini? Sasa muda wa kujifanya na wazee. Kinachotakiwa hapa ni kuangalia kilichobakia na kuboresha. Sikubani na wewe. Sasa niweza kusema. Hebu niambie, sio kweli marehemu baba yetu alikuonyesha Nikuanzia hapo mpaka kule chini kama ninavyokuambia. Sasa mbona unanionyesha kwenye mwembe? Sasa hivi kijiji kimebadilika sana. Uchawi mtu nje. Sasa tulilokuwa nalo ni zito. Sidhani kama tuna haja tena kufukua mengine. Kwa sababu tuna nguvu. Mimi naomba tupambanie hiki kilichobakia. Haki hivi, yani utafute vya kwetu ambapo vya kwetu havijapotea. Tutafute kitu ambacho hakijapotea, dada. Sio kweli. Yaani hicho unachonionyesha hapo, unajenga nyumba kibao, unafanya rasilimali kibao, unaweza kalima na ukaisha hata wewe na mwanao hata ambaye atakaye kuja mjomba. Wanakuja kuniambia eti mwembe. Kesho tutasogeza tukota kwenye mchungwa. Yaani hicho kijiji sasa hivi tunamilikiwa. Hilo kwa kujua. Tunamilikiwa vitu vyetu na sisi wenyewe. Kwa hiyo tuna kauli yoyote ya kwanza kubishana na wazee. Marehemu baba yetu kabla hajafa na imani alitulea vizuri. Hata huko alipo hatuthubutu kutabasamu anachoona kinachotendeka. Lakini wewe una nguvu sasa hivi, unaweza kutafuta vyako. Mimi ninachokuomba ama ninachokusii, naomba tu sisi tuendelee kutafuta vitu. Na nakwambia hivyo kwa sababu wewe bado hujaelewa nini namaanisha. Ila itafikia wakati utanielewa nini namaanisha. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna haja ya kung'ang'ania. Kumbe unaongea kwa sababu ya uchawi, sio kwa sababu ya haki imetendeka.
Shikamoo mzee wangu. Marhaba. Kuna nini hapa? Nilikuwa najaribu kumwelekeza hapa ndugu yangu mipaka. Kwani huyu ndugu yako hujamweleza mambo ya hapa kijijini kwetu? Anieleze nini mzee wangu? Ninapokuja hapa kijijini ananipa staajabu. Mpaka wa shamba la baba yangu marehemu aliyoliacha ilikuwa ni mpaka kwenye mnazi kule. Lakini anachoniambia dada yangu eti mwisho kwenye mwembe atuambie mzee wangu. Inakuingia akilini mzee wangu? Hili shamba unaloliona hapa ni la kwangu mimi. Na mimi ndio mmiliki wa hili shamba. Ndio. Na huu mpaka unaoona hapa mimi ndio nimeuweka. Sikiliza nikwambie mzee wangu. Yaani usipojua sisi pia tunatumia akili na tunamwamini Mungu. Sijui wewe unafanya nini kwenye shamba la marehemu baba yangu. Yaani huo mpaka unaosema umeuweka wewe, huoni mimi kwenye macho yangu. Tambua kitu hichi kimoja. Labda Mungu au Allah ashuke hapa kunieleza hicho ambacho unachoongea wewe. Inaelekea kijana una mdomo. Hebu kaa na huyu ndugu yako, kisha mwambie mimi ni nani. Sawa, haina shida, nitamwelekeza. Aniambie nini mzee wangu? Nemtambua mimi ni Mungu peke yake, sio binadamu mwenzangu, hasa wa kijijini kwangu. Okay. Naomba msamehe kaka yangu, hajui chochote. Kaka, naomba msamehe, haelewi chochote. Kaka yangu, naomba msamehe kaka yangu. Haelewi. Bila ya shaka sasa umeshatambua mimi ni nani. Mukhtasari tu nimekupa ili ujue mimi ni nani. Sasa ukiendelea na mdomo wako, habari kamili inakufuata. Mke wangu, kwani nalala huko huko? Sinarudi tu. Mimi sitaki kubaki peke yangu. Basi ndo uzuri wa kuoa damu changa huu. Yaani kwa jinsi ninavyokupenda mke wangu, mimi siwezi nikaongeza mke kamwe.
kosa lolote, tunatetea haki yetu. Hivi unamjua wewe mzee Ng'omwa? Awe nani kwenye haki? Nyamaza. Naomba nyamaza kabisa. Sasa hivi hapo utaniongezea matatizo juu ya matatizo. Na ukumbuke kabisa, ndio maana nilikwambia tangu mwanzo, hiki unachokifanya kisije baadaye kikaniletea mimi madhara. Mimi nawapenda ndugu zangu. Ona sasa janga lile alijapoa tena, naona nataka kuingia kwenye janga lingine. Sitaki. Dada, ujue mgonjwa unanyoka ukiwa wa moto ujue. Hakuna jambo kupoa. Yaani hapa ni haki ya baba yetu na ni marehemu unajua. Kaka yetu marehemu. Asa naomba nyamaza. Mimi acha nikaongee naye nikajishushe muda huu kabla hata hajajua cha kufanya huko. Nisije nikakaa huku najizuka kumbe mwenzangu kashaandaa kitu kingine. Naomba hapa utulie. Dada. Mimi ndo namjua, mimi ndo nimekaa huku. Nyinyi si watu wa mjini mnakuja na kupita bwana. Naomba nisikilize, sitaki maneno. Sister. Nyenyele, ujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba. Nimekuta baba? Hapana, katoka. Na mamako? Mama ndo wana. Okay, sawa. Jamani, kuna ugeni? Yaani wewe acha tu mguu wako. Karibu. Ndugu yangu, nimekuja hapa na shida, naomba unisaidie. Nimekuja hapa kumuulizia mzee Ng'omwa. Ila Nyenyele kaniambia hayupo. Yaani nimechoka, nimevurugwa hatari. Ni kweli mume wangu hayupo. Kwani kuna tatizo? Tatizo lilokuwepo hapa ni kubwa sana. Mjumbe, kwenye kijiji chako kuna watu wanaita ubabe wa maisha. Wanataka kudhulumu maisha ya watu na haki za watu. Yaani nimechanganyikiwa. Huko nilipotoka alinikuta mimi ni makubwa. Hadi nakuja hapa nataka uangalie haki zetu sisi wana kijiji. Mimi nataka kudhulumiwa. Nikisema siwezi kukusaidia, utanilaumu. Kwa sababu ni adabu ya watu. Umetoka huko ulikotoka mpaka hapa. Hujasalimia mtu wa aina yote. Wewe umekuja hapa mimi ulinisalimia? Ndio ulivyofundwa kwenu, ndio ulivyofundishwa kwenu? Kufika hapa bila kusalimia? Niwie radhi kwa hilo. Yaliyonikuta kwenye shamba la baba yangu mzazi huwezi kuamini. Ila ndio maana nimekuja hapa mtiti kutaka msaada wako. Hiyo salamu nimejikuta tu. Samahani na kuomba msaada wako. Hivi nataka nikuulize. Kwenye hichi kijiji umefika lini? Tangu msiba wa babangu mzazi sijawahi kurudi. Na hapa ni nyumbani kwetu. Hivi nimekuja jana tu. Hivi unajua unagombana naye nani? Kigagura mmoja tu anamuita mzee Ng'omwa. Mzee Ng'omwa kagombana na mdogo wangu. Yaani hivi ninavyokuambia mdogo wangu ana hali mbaya sana. Nilikuwa nimekuja hapa yani umguu nikuja kumuomba msamaha, nisamee mdogo wangu arudi katika hali yake. Mimi nashindwa kuelewa hapo. Yaani mpaka mdogo wako anaumwa na wewe unakuja kumwombea msamaha. Yaani imekuwaje? Wamekosana nini labda? Mambo yetu haya ya mipaka. Sasa mdogo wangu hajui kinachoendelea kuhusu hiki kijiji chetu. Kagombana na mzee Ng'omwa. Hapa ninavyokuambia yeye ana hali mbaya kama nini. Nikaona sio mbaya nije hapa niombe msamaha ili mradi asifanye chochote. Sawa dadangu. Nakupa ushauri wa bure. Kwa sababu ukijui hichi kijiji. Umenifahamu? Kesi hiyo achana nayo. Utakuja kupata matatizo wewe na familia yako yote. Hapo naomba unielewe. Aha, kumbe nyie
Ndio wale wana ndugu wanakupeana, wanakujitawala wenyewe, si ndio? Sasa naanza kukuelewa. Kumbe ndio maana unaniambia niachane na hizo mambo, si ndio? Sasa hapo mjajua huu moto wa kifua kwenye shamba la baba yangu, mali ya nyumbani kwangu, familia yangu atamwagika mtu damu. Iko hivi, mimi sikuwepo na nimerudi nililolikuta, sitoweza kulifumbia macho. Tahadhari na nilikuja kwa ombi, naona unabadilisha iwe lazima. Sintoondoka hapa mpaka umooke. Wewe nakwambia kuwa na adabu. Wewe kuwa na adabu. Najua unavyojisikia mpenzi wangu, lakini tuliza hasira. Huyu ni mtoto mdogo sana, na hili swala pia ni dogo tu, hivyo ninakuachia wewe ushughulike nalo, kwa maana mimi siwezi nikashughulika na matatizo madogo madogo kama haya. Naamini wewe utalimaliza. Mimi nimekuelewa. Nitakachokifanya mimi nitazungumza na mume wangu, kisha nitakuletea majibu. Sawa? Nakuomba, yani nakuomba swa, yani ongea naye, jua utamwambiaje. Mimi nimekuja kuomba msamaha kwa ajili ya mdogo wangu. Sawa? Usijali, hilo limeisha. Usisahau. Haya, pole. Kaenda wapi tena jamani? Tunakubaliana nimkute hapa. Weka mjebi. Dada. Wewe unaenda wapi na utafuta kutu anaita jina na kuita Nimeenda kwa mjumbe kule kumweleza kuhusu swala hili lililotokea. Shamba limesogezwa mpaka. Nilikwambia dada yangu, sitaweza kulikalia kimya hili swala. Yaani hapo ndio umeharibu kabisa. Sasa wewe nani alikwambia uende kwa mjumbe na mimi wakati umeniona kabisa na kuaga hapa naenda kuomba msamaha. Unaona jua huyo mjumbe ni nani? Shamba mmoja huko nimempa makavu yake mwenyewe. Namueleza kuhusu swala la shamba limesogezwa mpaka, anaanza kunipa ushauri kama angaza. Eti potezea hii kesi, achana nayo. Kwenye swala la baba yangu mzazi, mimi. Sasa wewe ulisikia wapi kesi Ngedeli na suluhishana nyanya? Yaani mimi naona hapa pamekushinda. Wewe cha kufanya tu, chukua nguo zako urudi mjini. Maana wewe umri unaofananisha kama zamani ulipotoka. Mimi nitoe miguu kwenye shamba na eneo langu binafsi alioniachia baba yangu mzazi, nirudi nilipotoka. Ilipaswa wewe ushukuru kaka yako amekuja hapa na kupambania hali iliyokuwa inaharibika, sio wewe kunishauri mimi niondoke. Wewe zinakushika kweli? Dada, watanizika pale pembeni ya kaburi la baba yangu mzazi.
jicho lako lina maana gani kwangu? We pia sijaelewa jicho lako lina maana gani kwangu, maana usingeniangalia kama tusingeangaliana. Haya, sawa Mrs. Ng'omwa. Sawa mchepuko wa Ng'omwa. Unashtuka nini? Unadhani ni kwa sijui? Nilikuwa najua kila kitu. Sema niliamua kukaa kimya tu kwa sababu nyie ndo wakubwa wa huu mtaa. Oh, kumbe ushajua. Sasa kama ushajua, unatakiwa ukae kimya hivyo hivyo ulivyojua, kwa sababu haya mahusiano umeyakuta. Mimi nilianza kabla yako, na ukijifanya una mdomo, kitu nitachokufanya ni zaidi ya hicho nilichokufanya cha kuto kupata mtoto. Nitakachokufanya hutoingiliwa na mwanaume yeyote yule mjinga, hata awe mjanja, kwenye maisha yako yote utakayoishi, sio huyo mumeo tu. Umenielewa? Kwa hiyo kumbe yeye ndo kanifunga kizazi na ndo alonifanya mimi nisizae, na mume wangu anajua, si ndio? Tena afadhali hata mmekuja, kwa sababu nataka nitoke kidogo nikamwangalizie chochote kitu. Alafu nitarudi. Wewe usijali, sisi tupo sana tu. Basi sawa. Huyu anaitwa Makaki Mulali, ni mtoto wa mzee Hasani Mulali. Nimekuleta hapa ili ujishuhudie kilichomkuta mwenzako kikamfanya alale hapa. Sijui unanielewa? Nyinyi kina nani kwani? Mbona siwajui? Ama kuja kunichora? Hapa mimi naitwa Kadungu Malangisa. Kadungu. Karibu, karibu. Na huyu ni mdogo wangu anaitwa Mjebi Malangisa. Mjebi. Vipi kaka, za masiku? Samahani ndugu yangu, sio kwamba nimekupotezea, hapana. Nilikuwa na staajabu kwa ninayoyaona. Sikutegemea kama ndugu yangu Makaki angeweza kuwa ana maisha kama haya. Nitegemea na kukuta kwenye hali nzuri. Kulikoni ndugu yangu? Ya Mungu mengi ya kuku mayai kaka. Binadamu wabaya. Kuhusiana na huyu jamaa uliambiwa, achana hiyo story kabisa, usimfuatilie. Kanilaza hapo ni mwaka wa 3. Makaki, ndugu yangu, kama unavyojua mimi sipambani na wanadamu, sibishani na yoyote katika kijiji hichi. Mimi ninachojaribu tu kupambania ni haki ya marehemu baba yetu.
Mke wangu kipenzi, mbona nakuona uko katika hali ya unyonge? Tatizo ni au kwa kuwa hujaniona kwa nusu saa tu? Jamani, haya basi, nimefika muda wako sasa, nimerudi. Hebu furahi basi. Mimi nashukuru Mungu mama wangu, ila naomba tuzungumze kidogo kama hautaki. Ni ipi hayo mke wangu? Nakusikiliza mke wangu, nikupendaye, barafu wa moyo wangu, tulizo la nafsi yako. Haya, niambie, ni ipi hayo? Ungekuwa unanipenda ungenisaliti?